Tuelekee sasa Sudan ambako shirika la madaktari wasio na mipaka limesema zaidi ya watu 10,000 wamelazimika kuihama kambi ya wakimbizi ya Zamzam jimboni Darfur. Raia hao wamekimbilia mji wa Tawil ulioko kilomita 70 kutoka Zamzam katika kipindi cha siku 2 zilizopita. Kambi hiyo inayohifadhi takriban watu 500,000 imelengwa katika mashambulizi ya wanamgambo wa RSF wanaodai kuidhibiti kambi hiyo. Ambia Hirsi na taarifa zaidi. Kufuatia mapigano makali nchini Sudan, wanamgambo wa RSF wamesema wamedhibiti kambi ya wakimbizi ya Zamzam ambayo inahifadhi watu waliokimbia na kuyahama makazi yao huko Darfur Kaskazini. Mamia ya familia wanaotoroka kambi ya Zamzam wamewasili eneo la Tawila. Wakati huo waasi wa RSF wametangaza kuwa wanakaribia kudhibiti kikamilifu eneo la El Fasher, mji muhimu wa Darfur, wakiendelea kupigana na wanajeshi wa Sudan. Wakazi wameiambia BBC kwamba mashambulizi mabaya kwenye kambi inayohifadhi maelfu ya watu waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan yameendelea kwa siku ya 3 sasa. Mtu mmoja katika kambi ya Zamzam alielezea hali hiyo kuwa janga, huku mwingine akisema mambo ni mabaya. Akizungumza na BBC, Mathilde Vu kutoka shirika la Norwegian Refugee Council ambaye yuko jijini Nairobi ameelezea hali hiyo kuwa ya kushangaza. 2 years ago when we woke up to the war, miaka 2 iliyopita tulipoamka kwenye vita hivi tulishtuka, lakini sasa miaka 2 baadaye kile tunachoamkia na kile kinachotokea huko Al Fasher ni matukio ya kushangaza sana, na sio kama ulimwengu haukujua. Tulipaza sauti kwa muda mrefu sana. Sio mara ya kwanza kwa wafanyikazi wa misaada kuuawa katika kambi ya Zamzam, na kwa kweli hili linatokea tena kwa ukubwa huu. Hili ni jambo la kushangaza na lisilokubalika. In such magnitude, it's just appalling and unacceptable. Mkazi wa kambi nyingine huko Darfur Kaskazini ambayo imekuwa ikishambuliwa, Abu Shouk, ameiambia BBC raia wengi katika eneo hilo wanatatizika na wanapambana tu ili wawe salama. The situation right now is completely... Hali hivi sasa inazidi kuzorota kabisa kutokana na mzingiro uliowekwa na RSF na pia kutokana na mapigano yanayoendelea huko Darfur Kaskazini kwa ujumla. Maelfu ya raia wanaishi bila maji, hakuna chakula na hakuna dawa. Kila kitu kinazidi kuwa kibaya. Hawawezi kupata chakula kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Hawawezi kupata maji kwa sababu rasilimali nyingi za kusambazia maji tulizonazo hapa kambini zimeharibiwa. We have here in the camp have been destroyed. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia 100, miongoni mwao watoto 20 na timu ya madaktari wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi yaliyoanza mwishoni mwa juma lililopita katika jimbo la Darfur Magharibi mwa Sudan. Siku ya Jumapili kundi hilo lilisema limechukua udhibiti wa Zamzam, lakini likakanusha ripoti za kutekeleza vitendo vyovyote vya kikatili. Kambi hizo za Zamzam na Abu Shouk zinatoa makazi ya muda kwa zaidi ya watu 700,000 ambao wengi wao wanakabiliwa na njaa. Habari za mashambulizi hayo zinakuja katika mkesha wa kuadhimisha mwaka wa 2 wa kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya RSF na jeshi la Sudan. El Fasher ni mji mkuu wa mwisho huko Darfur chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan na umekuwa ukizingirwa na RSF kwa mwaka mmoja. Mnamo Agosti, bala njaa lilitangazwa katika kambi ya Zamzam ambayo imekuwa ikizingirwa kwa mwaka mmoja pamoja na mji mkuu wa El Fasher. El Fasher ndiyo ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan huko Darfur. Kesho itatimia miaka 2 tangu kuanza kwa vita kati ya jeshi la Sudan na RSF. Mbele ambapo mkuu wa sera za kigeni Umoja wa Ulaya ametoa wito kwa washirika wa Ukraine kuiweka Urusi chini ya shinikizo kali ili kukomesha vita. Kaja Kallas alikuwa akizungumza kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya siku moja baada ya shambulio la Urusi eneo la Sumi kaskazini mashariki mwa Ukraine ambapo watu 34 waliuawa. Zaidi na Phyllis Mwate. Urusi haijatoa maoni rasmi kuhusu shambulio hilo au idadi kubwa ya raia waliouawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amelitaja shambulizi hilo kuwa la kuogofya, huku kansela mtarajiwa wa Ujerumani Friedrich Merz akishtumu Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita. Hakukuwa na maoni rasmi ya mara moja kuhusu shambulio hilo kutoka kwa Urusi, ambayo vikosi vyake katika mpaka wa karibu vinasemekana kujiandaa kwa mashambulizi mengine makubwa zaidi. Shambulio hilo limetokea wakati ambapo Marekani, ambayo ni mshirika mkubwa zaidi wa kijeshi wa Ukraine,
imekuwa ikitafuta suluhu ya vita kupitia mazungumzo chini ya Rais Donald Trump. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, amewaambia waandishi wa habari kuwa lazima kuwe na shinikizo kubwa dhidi ya Urusi ili waache mashambulizi wanayofanya dhidi ya Ukraine. Tunaona mashambulizi mabaya katika vita hivi. Raia wanauawa na bila shaka tayari ni mwezi mmoja katika kipindi hiki ambapo Ukraine ilikubali kusitishwa kwa mapigano bila masharti yoyote. Hatujaona hilo kutoka upande wa Urusi. Kilicho wazi ni kwamba tutahitaji kuiunga mkono zaidi Ukraine, na nina furaha kuona kwamba tayari tuna thuluthi mbili ya mpango wa pamoja wa kutoa silaha. Lakini bila shaka juhudi zaidi zinahitajika. Mwaka huu pekee mataifa ya Europa yameahidi kutoa euro bilioni 23 na ni kiasi kikubwa kuliko mwaka uliopita, lakini vile vile tunahitaji kuweka shinikizo kwa Urusi ili wakomeshe vita hivi. Nayo idara ya ulinzi ya Urusi inasema kwamba ililenga mkutano wa makamanda wa kijeshi wa Ukraine, lakini hawajatoa ushahidi wowote wa kuunga mkono madai hayo au kuonyesha kwamba kweli walilenga na kuwaua zaidi ya wanajeshi 60. Akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu, msemaji wa Urusi Dmitry Peskov alitoa maoni sawa na yaliyotolewa na wanajeshi. Katika suala hili tunazungumza juu ya hatua za operesheni maalum ya kijeshi, na hapa tunahitaji kuzingatia tu habari iliyotolewa na wizara yetu ya ulinzi. Unajua kwamba hatutoi maoni juu ya vile operesheni ya kijeshi inavyoenda, hasa shughuli ya operesheni yenyewe ya kijeshi. Ninaweza tu kurudia hili na kuwakumbusha taarifa za mara kwa mara za rais wetu na wawakilishi wetu wa kijeshi kwamba wanajeshi wetu wanalenga tu wanajeshi na shughuli za kijeshi. Наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Radek Sikorski ameshtumu shambulizi hilo lililotokea eneo la Sumi pamoja na lile lililotokea eneo alikozaliwa Volodymyr Zelensky la Kyiv siku ya Ijumaa. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump alilitaja shambulizi hilo kuwa baya, akishtumu Urusi na kusema kwamba aliambiwa kuwa walifanya makosa. Radek Sikorski amesema ni muda sasa Marekani itambue kwamba Urusi haifanyi juhudi zozote za kudumisha amani na kwamba haichukulii swala la mpango wa amani kwa uzito ufaao. Ninataka tu kusema jinsi ninavyoshangazwa na mashambulizi mfululizo ya hivi karibuni ya Urusi dhidi ya Ukraine. Ukraine ilikubali bila masharti kusitisha mapigano zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Mashambulizi mabaya dhidi ya Kyiv na Sumi ni jibu la dhihaka la Urusi. Natumai kuwa Rais Trump na serikali ya Marekani wanaona kwamba kiongozi wa Urusi anakejeli nia yao njema, na ninatumai maamuzi sahihi yatachukuliwa. Rais Zelensky amemtaka Donald Trump kuzuru Ukraine ili kushuhudia uharibifu uliosababishwa na uvamizi huo wa Urusi. Rais wa Ukraine amesema kwamba kabla ya mazungumzo yoyote na Urusi, ni vyema Rais Trump atembee eneo hilo na kuona kile alichosema ni hospitali, makanisa na watoto kujeruhiwa na kuuawa.